Hello guys, mambo vipi watazamaji wetu wapenzi wa ERTV? Natumai mpo salama salimini. Kama kawaida tumerudi tena kwa mara nyingine tena kwenye kipindi chetu cha Mada Leo. Mada Leo tunajua kwamba huwa tunazungumzia mambo mengi sana, tunazungumzia vitu vingi sana. Lakini kwa siku ya leo siko peke yangu, niko na wenzangu na nafikiri wanaweza wakajitambulisha kabla ya kuweza kuweka mada mezani. Kwa majina anaitwa Mwasiti Jabiri. Kwa majina naitwa Madam Jennifer. Umesikia kwamba niko na wenzangu kwa siku ya leo, ambapo unajua kwamba mada hii kipindi hichi huwa tunapenda kuwa tuko wawili watatu kwa ajili ya kuchangia mada isiyo inaonekana kwamba mtu mmoja ameegamia sehemu moja ama upande mmoja. Kwa siku ya leo mada ambayo tuko nayo kwa siku ya leo, naweza kusema kichwa cha habari ni kuhusiana na maadili ya katika familia. Tunajua kwamba kuna familia tofauti na kila familia inakuwa na maadili yake. Na swali ambalo tutakuwa tuko nalo kuhusiana na maadili ya katika familia. Je, ni nani ambaye anatakiwa kuwa karibu na familia? Ni wazazi wote wawili ama inakuwa ni mzazi mmoja? Nafikiri umesikia kwamba siko peke yangu, tuko pamoja na wenzangu. Lakini labda unaweza kujiuliza nani yule ambaye anazungumza. Kwa majina naitwa Kulwa Frazia, na jina ambalo napenda sana ni Mamdogo, kama unaweza penda kuniita ni hivyo, ni Mamdogo. Nafikiri wenzangu wamesikia swali ambalo tumezungumzia kwa siku ya leo. Sijui mama anaweza akaanza kutuambia ni watu gani, watu wazazi wawili ambao wanaweza kuwa ndo wanatakiwa kuwa karibu na familia? Kwa upande wangu mimi, yani ninavyoelewa, maadili ya familia ni kutokana na mlezi wa familia atakuwa ni nani. Anaweza akawa baba, anaweza akawa mama, anaweza akawa shangazi, anaweza akawa dada, anaweza akawa bibi. Sasa inategemea hiyo familia kwamba mkuu wa familia pale ni nani, ndio ambaye atakayekuwa analinda maadili ya familia. Na katika unakutana kuna baadhi ya familia ambazo unakuta anaishi kama vile ni baba peke yake au mama peke yake. Hicho nilichokuwa nakizungumzia, kwamba familia inategemea kwamba inaongozwa na nani. Anaweza akawa anaongoza baba, anaweza akawa anaongoza mama, au anaweza akawa anaongoza bibi au shangazi. Ndio. Sijui na kama una kitu ambacho unaweza kuzungumzia. Upande wangu mimi sipo mbali sana na maneno ya mama. Maadili ya familia yapo ndani ya familia. Ina maana aliyopo kwenye familia ana jukumu la kusimamia maadili ya familia yake. Awe kaka anaishi na mdogo wake, awe mama anaishi na watoto wake, awe baba anaishi na familia yake. Pia yeye ni jukumu lake kusimamia maadili ya familia. Lakini tunapenda kusikia kwamba wanasema kwamba tuseme kwa mfano kama watoto wakilelewa na mzazi mmoja huwa wanakuwa hawana maadili mazuri. Labda wanakuwa wanakosea ama inakuwa ni sahihi? Inategemea kwamba watoto wanalelewa na mzazi mmoja kwamba wanakosa maadili. Inategemea na mzazi mwenyewe. Inawezekana labda huyo mzazi ni mlevi. Watoto wanakuja wanakuona wewe kila siku unakuja umelewa. Unakuta kuna watoto wengine yani wa automatic kabisa, unakuta mtoto alizaliwa na tabia njema. Haijalishi kwamba baba anakuja amelewa, haijalishi mama amekuja amelewa, kwamba ataiga ile tabia. Huwa inategemea sasa na mtoto mwenyewe. Lakini asilimia kubwa unakuta kama mzazi ni mlevi, anakuja nyumbani amelewa, mtoto anaiga. Umesikia? Mwasiti, umemsikia kisi mama amezungumza? Nimemsikia mama alichozungumza. Mama yupo sawa. Kwa sababu gani? Kuna familia nyingi zinakaa na wazazi wenye changamoto. Unakuta labda baba ni mlevi kama alivyoongea mama. Unakuta mama anajiuza. Kuna watoto wa aina mbili. Kuna mtoto ambaye ataweza kunukuu yale anayofanya mzazi, na kuna mtoto ambaye atayapondea yale anayofanya mzazi. Kwa hiyo mama yupo sawa kwamba maadili ya familia, kuna mtoto mwingine anaweza akayazingatia yeye kama yeye kwa sababu mzazi wake anakuwa hana maadili. Na ndio kwa maana hapo tumezungumza kwamba wameuliza swali hapa
kama maadili ya familia ni wazazi wote wawili ama mmoja. Umesikia kwamba kama ni mtoto ambaye kama jinsi mama amezungumza hapo, umesema kwamba kama mtoto anaishi na mama yake au babake ni mlevi au mama yake sijui ana tabia ambazo sio nzuri, unasikia kwamba mtoto anafika na kuwa na tabia zingine. Lakini kama hapo inafika inaonekana kwamba angelikuwa na baba ama wazazi wote wawili, labda mtoto angelikuwa vizuri. Tabia za hizi haya masuala ya maadili haya huwa yana aina tofauti. Unakuta kuna yaani watoto wanaiga tabia kutokana na tabia za ukoo, pia kuna tabia za kurithi, pia na tabia za muonekano, yaani kama vile unapomuona mzazi kila siku yuko hivi yuko vile, mtoto anaiga. Lakini kuna nyingine ukoo, tabia ya ukoo ile ya kurithi, yaani ipo haibadilishwi ile haibadilishwi. Yaani mtoto kuna tabia ya muonekano, tuseme muonekano, nizungumzie kama namna gani, kwa sababu mtoto huwa anaanza kuiga tabia za wazazi tangu akiwa sifuri. Ina maana kwamba tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake anaanza kuchukua tabia za wazazi. Umesikia Mwasiti? Nafikiri tuko pamoja. Ama umempinga mama? Hapana, mimi simpingi mama, lakini ningependa tu kujazia hapo alipoongea mama. Tabia za ukoo. Kuna watoto wengine hawataki mambo ya ukoo. Kimfano, kuna zile tamaduni zetu za Kiafrika kwamba kuna masharti yamepingwa kwamba wewe utakiwa kuolewa na ndugu yako. Lakini kuna ile familia zingine inakubali hiyo. Umeona? Kwa hiyo hapo mimi naona kwamba maadili, mnapoongelea kitu cha maadili, ina maana ipite hadi mule kwenye ukoo. Kwamba mtoto anatakiwa afuate sheria za ukoo. Lakini kuna mtoto anakaidi hayo, hapo anakuwa amevunja maadili ya familia yao. Ina maana kama baba amesimama anasema wewe unatakiwa uolewe na fulani, mtoto anapopinga inakuwa yule anakuwa msikivu babake, ina maana yule anakuwa kavunja nini maadili. Sasa hapo Mwasiti, hapo mimi ningependa nikuulize, sasa ukijikuta ukoo wao wana tabia mbaya, kwa sababu kuna ukoo ambao unakuwa nasikia hata kama ni mtu ambaye labda hapo niweze kusema kidogo. Ndio. Nimesema kwamba mtoto anaanza kuchukua tabia tangu yuko tumboni kwa mama yake. Sasa unakuta baba ni mlevi au baba ana tabia za kutukana kila siku, matusi, akiingia tu ndani yani ni vurugu, ngumi, sijui nini, si ndivyo? Mtoto ananukuu vile vitendo ambavyo vinatoka kwa mzazi. Na saa nyingine si baba tu, labda mama. Baba akiingia mtoto mama anaanza kutukana, wewe baba vipi nini, maneno mazito anakuwa anatolea mume wake. Si ndivyo? Mtoto ananukuu ile, memory yake inaendelea inachukua hivi. Kwa mtoto anapokuja kuzaliwa anakuja yani moja kwa moja na tabia zile tabia anakuja nazo moja kwa moja. Kama baba alikuwa ni mkorofi, basi mtoto anaweza akaja kwa mambo mawili. Anaweza akaja akawa anamchukia baba aliyekuwa anamsumbua mama, au anamchukia mama aliyekuwa anamsumbua baba. Ndio hapo sasa unapokuwa unampa maelekezo sasa kwamba bwana, sisi kwenye ukoo wetu hatutakiwi kufanya 1 2 3. Mtoto anakuwa haelewi kwa sababu tayari alishasoma vitu kutoka kwa wazazi. Mama hapo upo sawa kabisa. Anachokiongelea mama kipo katika jamii zetu. Ndio. Unakuta baba anakuja anatukana matusi, anafanyaje hivyo. Lakini hata kama baba, hata na wazazi pia na mama pia, kwa sababu mara nyingi wao wanapenda wanashauri wazazi, hasa mama akiwa mjamzito haitakiwi uwe unasema maneno mabaya. Wewe unasema maneno mabaya, uwe mwizi, ukiwa unaiba, ukiwa mjamzito. Ina maana kwamba ni rahisi mtoto atakayemzaa akawa mwizi 99%. Yaani vile vitu ambavyo mama alikuwa anafanya lazima mtoto atafanya. Mimi kwa maana naona kwamba
jukumu la maadili katika familia ni la wote. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kama alivyozungumza mama, kuna wazazi